kuyaingia katika kila kusudi ulilotukusudia. Tunajua ya kwamba Mungu umeweka ndani yetu roho ya ufahamu na maarifa ili tuweze kuyafahamu na kuyajua mapenzi yako na maneno yako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunasema asante. Amen. Amen. Hallelujah. Basi ni saa na wakati mzuri tunakwenda kujifunza tena jambo jipya la mlango uliokuwa katika Kristo Yesu ndani yetu. Katika maisha yetu ya Ukristo tuna namna nyingi ambazo tunaweza tukajifunza neno na tukapata kulisikia neno la Mungu likifunguliwa ndani yetu. Amen. Bwana asifiwe. Tunahitaji kusikiliza neno la Mungu katika mazingira yote, wakati wote na majira yote, maana neno ndilo linatupa sisi hakika katika maisha yetu kila siku. All right. Bwana asifiwe sana. Tunamalizia hii wiki kwa kusema habari ya malango ya rohoni yanayozungumzwa katika Biblia. Na malango hayo yamekuwa kama mafumbo kwenye Ukristo tulionao. Wengi hatujawahi kujua kuna aina gani ya mlango ndani ya maisha yako, na inawezekana hatujawahi kujua kuna malango ya aina ngapi, na kwa nini Mungu anatumia malango kwa ajili ya kutusaidia. Moja ya jambo ambalo nalifurahishwa sana ni jinsi ambavyo Mungu anazungumza kuhusu katika neno lake kuhusu Kristo, au kama alivyojisema Yesu mwenyewe yeye ndio mlango. Na akijionyesha wazi katika mlango kama vile tunavyoona, anasema Musa akaambiwa atalitengeneza lile hema la kukutania, ambalo hilo hema la kukutania aliliona akiwa juu mlimani. Wakati huo Israeli hawana hekalu, hawana jinsi ya kukutana katika nyumba ya aina yoyote ili kumsikia Mungu. Kwa hiyo Mungu akamchukua Musa katika ulimwengu wa roho, akamuonyesha katika maono picha ya hema la kukutania ambalo Mungu atakutania na Israeli kila wakati. Kipindi hicho walikuwa wameshatoka Misri. Amen. Wametoka safari ya nchi ya utumwa kuelekea katika nchi ya ahadi. Wakiwa njiani, Mungu alimuita Musa akampandisha juu ya mlima, akamwonyesha hema. Akamwonyesha namna atakavyoliona kule katika roho, aje alitengeneze katika umbo la mwili, Israeli wakae wamwabudu Mungu, wamsikie Mungu, wamtolee dhabihu na sadaka. Kwenye hilo hema la kukutania, au kwa picha ya kile alichokiona rohoni, lilikuwa ni hema lenye mlango mmoja tu. Lilikuwa ni hema ambalo halina madirisha, lakini lina mlango mmoja unaoangalia mashariki tu. Mlango wake hauruhusiwi kuangalia magharibi, kaskazini wala kusini, mashariki peke yake. Na sijui kwa nini Mungu alichagua kutokea mashariki. Lile hema litaangalia huko. Mashariki ni mahali jua linapochomoza, na mkao wa mahali patakatifu utakaa mahali jua linapozama. Kwa hiyo muingilio utaanza kutokea mashariki kuingia ili kwenda kumwabudu Mungu ndani ya hema. Kwa hiyo wakaweka mlango mmoja tu. Bwana asifiwe. Huo mlango ndio Kristo anaitwa. Yesu ndio mlango. Huo ndio mlango, Yesu anaitwa ndio mlango. Katika huo mlango kuna
kuna masharti ya kuingia. Kulikuwa hakuna tu kuingia holela, kulikuwa na kanuni zake za kuingia ili kila mtu aweze kumpata Mungu na kuweza kupata rehema. Kwa masharti yalikuwa, kwanza, muingiaji lazima awe na damu ya sadaka ya dhabihu ya dhambi. Ndio kanuni ya muhimu iliyokuwa ya kwanza. Na kanuni ya pili ilikuwa lazima yule anayeingia awe amezamishwa katika maji. Sio kwa nini maji yalihusishwa, lakini ahusike, azame ndani ya maji, nguo zake kuanzia kichwa mpaka miguu lazima awe amezama. Hiyo ni ajabu sana. Bwana asifiwe. Sasa masharti hayo yalikuwa yametengenezwa katika mfumo huu. Damu itapatikana kwenye madhabahu ya kuteketezea sadaka kwa ajili ya wana wa Israeli. Dhambi za wana wa Israeli zitawekwa juu ya huyo mnyama. Kuhani na wasaidizi wake watamweka juu ya madhabahu, watamchinja yule mnyama, damu yake itachukuliwa, kisha yule mnyama atateketezwa. Na katika hilo eneo kuhani na wale wasaidizi wake watachukua hilo beseni la damu. Amen. Kisha wataondoka, wataenda kwenye karai kubwa au beseni kubwa la kubatizwa. Labda nitumie lugha kubatizwa, maana wanaenda kama watu wanaozama. Wanaingiza vichwa vyao, miguu yao, mikono yao, miili yao, wanayazamisha ndani ya maji. Ile ni kushuhudia mauti ya mnyama. Ni Kristo atakufa. Amen. Naye ataenda kaburini kwa njia ya kifo, atazama kwenye mauti ya maji, atatoka ndani ya maji kama ufufuo. Kwa hiyo kwa kupitia hilo, sasa yule kuhani na wasaidizi watasogea mbele ya lile hema la kukutania, nao watakutana na walinzi wa lile hema. Watawachunguza kama wana maji, hata kama waliwaona wameingia kwenye maji, watawakagua kwa upya kuhakikisha kwamba kila kilichoko kuanzia nywele mpaka nyayo kiliingia kwenye maji sawa sawa. Then baada hapo wataangalia kuna chombo cha damu walicho nacho. Haleluya. Kisha wakionekana wamefanya vizuri, ndipo lile hema la kukutania, ule mlango ambao ni mmoja tu, ufunguliwa na wale makuhani uingie ndani ya lile hema. Kwa hiyo ile eneo la kuingia ndio Yesu mwenyewe. Lazima uje kwake kwa njia ya imani kwamba alikufa na kwamba alifufuka. Amen. Na kwa kuamini hivyo unaingia kwenye eneo la ubatizo ambalo linaruhusu kila aliyekubali kifo na ufufuo auingie kwa njia ya kuzama na kutoka kwenye maji. Hatua hizo zikishatimizwa, mtu huyo anasadikika amezaliwa mara ya pili. Anatoka kwenye lile eneo, anaingia kwenye hema. Lango la kuingilia ambalo ndio Kristo, ndio unaingia kwenye ufalme. Unaitwa ufalme wa Mungu. Ndani ya ufalme wa Mungu kule, yule aliyeingia takatifu pale ukutana na vitu vikubwa vitatu: meza mkate onyesho, meza ya uchoma ubani na meza ya kinara cha taa saba. Kwa hiyo atapita kwenye zile meza tatu.
Cha kwanza, atakwenda pale kwenye meza mkate usio na chachu. Watashiriki ule mkate. Amen. Ambao mkate ule una represent neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na kisha atatoka, ataenda kwenye chombo cha kuchomea ubani. Pako pale kabakuli, watachukua ubani, watatumbukiza kwenye bakuli la moto. Ule moshi wa ubani utapanda, ambao una represent huduma ya maombi katika nyumba ya Mungu. Maandiko yanasema maombi ni harufu ya manukato. Bwana Yesu asifiwe. Kisha tatoka kuhani katika hilo eneo na atakwenda kwenye lile meza ya vinara vya taa 7. Kisha yatachukuliwa mafuta ya ile kinara, atamiminiwa yule mtu ambaye ni mmoja, ambaye kuhani mkuu, kwa ajili ya ibada ya patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo sasa muingiaji anaingia mmoja tu, lakini haingii pasipo damu. Na akifika kule patakatifu, upeleka majina ya makabila 12 ya Israeli. Amen. Anaenda kule na majina ya kabila 12 ya wana wa Israeli, akianza kuwatamka mmoja baada ya mwingine, mmoja hata wa mwisho. Hao 12 majina yao yalichukuliwa pia, yakatengeneza ukuta ndani ya mahali patakatifu pa Yerusalemu. Pakatengenezwa ukuta kuzunguka Yerusalemu, kuzunguka hema la kukutania au hekalu. Kisha pakatengenezwa malango katika zile ukuta, na yale malango yaliandikwa majina ya makabila, japo yalianza kwa majina ya unabii. Kulikuwa kuna malango yanaitwa lango la dhahabu. Kuna lango lilikuwa linaitwa lango la kondoo. Kuna lango linaitwa lango la maji yaliyo hai. Kuna malango 12, ambapo kienda katika kitabu cha Ufunuo 21 utakuta katika ile Yerusalemu malango yale tena yameandikwa kwa majina ya makabila 12. Haya majina yana maana gani? Au 12 yana maana gani? Bwana Yesu asifiwe. 12 tafsiri yake ni utawala wa kimungu duniani. Kwa ili utawala wa Mungu ufanye kazi duniani, lazima pawe na malango 12 yatakayomwezesha Mungu kufanya shughuli zote kwa mwanadamu alizotakiwa, kama yeye Mungu alivyopanga kufanya. Bwana sifiwe. Kwenye hayo malango ndipo mahali tunapokutana na maneno chungu nzima yenye ahadi, yenye maneno makubwa ya Mungu ya ahadi zake. Hayo malango yakaekewa nyakati, yakaekewa majira, yakaekewa majira ya masaa, yakaekewa na majira ya mwezi katika mwaka. Kwa hiyo hayo malango yana masaa 12 ya mchana, yana masaa 12 ya magharibi, ya usiku. Hayo ya malango yana miezi 12, mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Maeneo hayo yote yanamhusu Mungu kukufikia wewe, kwa sababu ya kupitisha habari, malengo na makusudi yake yapate kutimia kwetu. Sema amen, amen. Uanzishwaji wa kabila la Kiisraeli, watoto wa Yakobo 12, tokea kuanzishwa kwao, Mungu alipitishia kwao habari. Mungu alipitishia kwao maneno makubwa ya unabii.
kwa kujifunua yeye kuwa Mungu, kujidhihirisha kuwa yeye ni Mungu, hakuna mwingine. Haleluya. Kwa kupitia hao makabila, Mungu alionyesha uweza wake wa aina nyingi. Alipitia hayo makabila akaonyesha jinsi ambavyo anaweza katenda mambo ambayo mwanadamu hata mmoja katika jinsi ya kibinadamu hawezi akafanya. Kwa hiyo hao 12 walikuwa ni malango ya Mungu kwa mataifa wapate kumjua Mungu kwa kupitia wao. Haleluya. Sema amen. Kwa kupitia wao tuliweza kuwaona watu walioitwa manabii. Manabii ni watu waliokaa katikati ya mwanadamu na Mungu, kupokea habari kutoka kwa Mungu na kuwafikishia wanadamu. Na hapo hapo pia pakatokea makuhani. Makuhani kazi yao ni kuchukua ujumbe kwa mwanadamu na kumfikishia Mungu. Kwa Mungu akawaweka watu wa aina mbili, manabii na makuhani. Kati ya hawa manabii na makuhani, Mungu alijifunua kwa ishara nyingi. Wanasifiwe. Ili mwanadamu amjue Mungu, amche Mungu na kumwamini Mungu kwamba yeye pekee ndiye anastahili kuabudiwa. Kwa kupitia manabii walileta ujumbe ambao ni ahadi wa mlango mmoja utakaofunguliwa kwa ulimwengu, ambao mlango huo ni tofauti na milango mingine. Lakini huo mlango utatokea kwa kabila la Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Huo mlango ukiuona katika mlango wa kabila la Yuda una nembo ya simba. Hata mpaka leo ukienda Yerusalemu unaitwa mlango wa simba, the Lion Gate. Upande huu kuna simba kwenye ukuta na upande huu kuna simba. Na ndio mlango ambao tunautazamia Kristo atakwenda kudhihirika atakapokuja kutawala miaka 1000. Atapita pale. Bwana asifiwe. Sema amen. Kwa hiyo milango 12, mmoja utakwenda kutokea, utakuwa ni mlango wa mataifa yote ambaye ni Kristo. Haleluya. Ule milango 12 itabaki kuwa milango 12 yenye maana mbalimbali. Amen. Kwa mfano kuna mlango unaitwa mlango wa samaki. Mlango wa samaki utabaki kuwepo mlango wa samaki, na mlango huo unamaanisha uungu wa Mungu katika kuokoa wanadamu. Watu watakwenda kumwamini. Uinjilisti utakwenda duniani kote. Ulikuwa ni mlango wa unabii wa uinjilisti kwa mataifa duniani. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema amen. Kwa hiyo lango linalozungumzika likiingia kwa mataifa linaunganisha makabila 12 katika malango yao kwa mtu mmoja anayemwamini Yesu. Yaani lango Yesu. Amen. Haleluya. Lango lile nililosema la mashariki, lile la mashariki. Lango hilo linapokuwa limefunguliwa linasema njooni kwangu ninyi nyote. Bwana asifiwe. Lango hilo ndio lile linasema mkibisha mnafunguliwa. Hilo lango linamruhusu kila mmoja kuingia. Na atakayeingia kwenye hilo lango, Yesu alisema atapata malisho. Akiingia kwenye huo mlango, mbingu na nchi na vyote vilivyomo ndani yake vinakuwa vimewekwa ndani ya mtu kuweza kuvimiliki. Ndio maana alisema Petro, nimekupa wewe funguo za kufunga lolote duniani likafungwa na mbinguni, na ukifungua duniani linafunguliwa. Kwa sababu hiyo umeingia ndani ya yule
milango mingine yote huambatana kushikana na huo mlango mmoja. Bwana asifiwe. Tumpigie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Sema amen. Natamani tutembelee vipengele vichache vya kibiblia. Bwana asifiwe. Tuna vipengele vya kujifunza kibiblia. Kuna jinsi ambavyo Mungu anajifunua kitofauti, na sisi tunatamani tuweze kuangalia kitofauti. Katika huo mlango uliofunguliwa, naomba Mungu akupe kuyaona malango 12 katika maisha yako. Malango 12 maana yake kuziona njia za Mungu zikitembea na wewe. Amen. Zikipitisha, sijui niseme kupitisha au nitumie lugha gani? Bwana asifiwe. Zikipitisha makusudi mema ya Mungu yaliyokusudiwa kwa mwaka mzima, Januari mpaka Disemba, makusudi ya Mungu yakapita katika maisha yako. Sema amen, amen. Mungu apitisha habari, Mungu akupitishie neema. Maana lango maana yake opportunity. Mungu akupe fursa, Mungu akupe njia za kufanikiwa kwa mwaka mzima kwa kupitia lango moja la Kristo. Milango 12 ya Israeli ishikamane na wewe kwa ajili ya kuweza kuleta utukufu katika nyumba yake. Sema amen, amen. Haleluya. Sijui kama haya mambo yanaeleweka kidogo. Nataka tuangalie kitabu kimoja cha Zaburi. Nitamani nisome Zaburi kuna wimbo mmoja unasemaga lipo lango ngo. Si ndio Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni lango la. Mbona mniimbii basi mnisaidie jamani. Ewa ingi yao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbingu ni wazi. Ima ndugu, ndugu uingie, lango halijafungwa. Likifungwa mara moja halitafunguliwa. Ngondie Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, lango, lango la mbinguni ni wazi. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo nilipenda nichukue andiko moja, lakini naliona nilichukue hili. Amen. Hebu sema amen.
chukua andiko hili moja ambalo litakwenda kutuunganisha wote. Kutoka, kuacha ile Zaburi, chukua Kutoka 12. Kutoka 12, nianze mstari wake wa 7. Katika hilo andiko utakuta jinsi ambavyo Mungu anazungumza na wana wa Israeli. Anasema, nianze mstari wa 6. Nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili, na katika kizingiti cha juu, na katika kizingiti, na katika zile nyumba watakazomla. Sijui kwa nini hajaweka hapa doors. Nilikuwa naangalia Kiingereza inazungumza door. Na wataitia ile damu katika maeneo mawili ya nguzo za pembeni za mlango, na watatia tena ile damu katika kizingiti cha juu. Akiwa anatolea tafsiri ya neno ukombozi huu utakaofanyika kwa watu wote watakaoamini, ambaye ndio Kristo, lango la watu wote. Sema amen, amen. Na naliangalia katika sura ya kwa Mungu anaweka agano katika eneo la mlango. Anaweka agano katika mlango ambao ni Kristo sasa, ambaye Yesu ndio huo mlango. Katika yeye Yesu, damu ile itakayokuwepo. Ukiangalia pale msalabani vizuri, amen, ukiangalia pale msalabani vizuri, utakuta kama vile Yesu akiwa katika mikono yake miwili, na katika eneo lake la juu katika kichwa anaweka agano juu ya wanadamu. Na ile damu ilikuwa ikitiririka kutoka juu, kutoka kichwani mpaka kwenye nyayo, na kuweza kuikabili nchi ambayo kwa hiyo mwanadamu ataishi. Sasa natamani lango hili la Kristo tuliangalie sawa sawa. Amen. Ili tuweze kuwa na hayo majira ya malango 12 vizuri, nipendelee kusema hivi: kwenye vizingiti na kwenye miimo. Bwana sifiwe. Kwenye eneo la uungu wa Mungu juu ya ukombozi wa mwanadamu, alipokuwa akitoa picha hii ya damu katika milango, anazungumzia maagano yatakayotufungulia sisi njia, maagano yatakayotufungulia sisi opportunity, lango linalofunguliwa kwa ajili ya kuingia au kwa ajili ya kutoka. Kwa njia ya agano hilo, kwenye ile damu mlangoni, anaingia agano na Waisraeli kuwatoa katika umaskini wao, kuwatoa katika utumwa wao. Mlango huo ulipofunguka asubuhi, baada ya kupaka damu, hakutokea Mwisraeli aliyelala maskini akapita kwenye mlango akabaki maskini. Sema amen, amen. Ilikuwa hivi: usiku wamelala wakiwa macho, wanajua kwenye hilo agano Mungu anaenda kuwatoa. Walichinja Pasaka tarehe 14, wakapaka juu ya milango, wakapaka kulia na kushoto ya zile nguzo za miti. Walipomaliza, walimla Pasaka pamoja na mkate usio na chachu. Mapema asubuhi, kila aliyetoka ndani ya huo mlango, amen, kila aliyetoka, aliyepita huku damu na huku damu, amen, alipita kwenye eneo
la ukombozi na msamaha na uponyaji na kufanikiwa. Ameingia akiwa masikini kwenye ule mlango bila damu. Amen. Ametoka amepaka damu. Alikuwa mgonjwa akatoka ameponywa. Aliingia akiwa maskini, alitoka akiwa amefanikiwa. Amen. Kwa hiyo uungu katika lile eneo lenye agano lilifungua mlango mpya kwa Waisraeli. Lilifungua opportunity mpya, kufanikiwa, kukubalika. Haleluya. Kibali. Njaa, umasikini, kudharauliwa kuliisha kwao. Zaburi ya 105 inasema hivi. Sasa niisome hiyo Zaburi. Amen. Ili ije nipe maana ya kile ninachokisema. Mia moja na tano. Mstari wa 36, 37 na 38. Wakatoka, anasema akawapiga wazaliwa wa kwanza katika nchi, malimbuko ya nguvu za Wamisri. Uwezo wa kuweza kuwatawala Waisraeli, kuwafanya watumwa, ulipigwa. Amen. Lakini kumbuka, ni tendo la kwenye mlango lilitendwa la damu. Amen. Israeli wamepaka damu, Mungu anaenda kupiga adui, wanapaka mlango. Bwana sifiwe. Mungu anaenda kwa twanga maadui. Uwezo wa kuwafanya Israeli kuwa watumwa ulikoma. Na sisi tunalo lango hilo moja, nimewaambia. Shati damu tulio nayo, na hiyo damu tunaye ya Yesu, na hilo lango tumeliingia katika jina la Yesu. Nataka nikwambie, hata wale waliotushikilia tangu vizazi, miaka 400 iliyopita huko nyuma, hatujui kulikuwa na maagano gani. Hiyo maagano yanaenda kuharibiwa kwa sababu kuna lango tumelipata lenye damu ambalo linaenda kutuwekea ukombozi kwa vizazi vyetu vyote. Tutaenda kuona ukombozi kwenye kila kitu kinachoitwa katika wakati. Hatutakuwa na nyakati za kuhuzunishwa. Hatutakuwa na nyakati za kuwa masikini tena, wala za kuonewa tena, wala nyakati za utumwa tena. Kwa kuwa mwana akikuweka huru kwenye ile damu, unakuwa huru kweli kweli. Alipopiga wazaliwa wa kwanza, malimbuko ya nguvu, uwezo kwenye ule mlango, jamani, uwezo wa vita vya Mungu kukupigania vilikuwa kwenye mlango. Uwezo wa Mungu wa kuwa upande wako ulionekana kwenye damu pale mlangoni. Na mimi naamini tuna mlango uliofunguliwa wenye damu, ambao unaenda kuangamiza viumbe vyote vinavyoshindana na sisi, vikiwa vinakuja kwa njia ya watu kuwatuma, vikiwa vinakuja kwa njia ya mitego, vinaenda kuangamizwa kwa sababu tuna mlango mmoja tuliokimbilia, naye ni Masihi, Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda. Tuseme amen. Baada ya kuwapiga, jamani, hapa naona kitu kinasema akawapiga. Aliwapiga watu wa aina gani? Aliwapiga wazaliwa wa kwanza wa wanadamu, aliwapiga wa wanyama, alafu akapiga na kuihukumu miungu yote ya Wamisri. Mstari wa 12 ukisoma kwenye Kutoka 12. Narudi tu pale,
lakini nitamalizia Zaburi, bado sijamaliza. 12 nasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Haleluya. Na ile damu itakuwa ishara katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Nami nitakapoiona damu, ni eneo lilokuwa la mlango. Wacha Mungu aweke katika maisha yako mlango mmoja ambao ni Kristo, na damu ile ya msalaba, damu ya ile milango, miimo na vizingiti vyake. Haleluya. Ninauona mkono wa Mungu unaenda kupiga maadui, unaenda kuangusha wale walioinuka kinyume na sisi. Kila kiumbe kinachoruka juu ya anga linalotamka neno lolote kibaya kuhusu wewe, kuanzia leo hicho kiumbe kinaenda kuharibiwa, kwa sababu tunayo katika mlango wa kwako wa maisha, mlango wenye damu, mlango wenye uzima, mlango wenye afya, mlango wenye uponyaji, na adui zetu wanaenda kuangamizwa. Tupige kelele tuseme amen. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana kwa vizazi vyenu vyote. Haleluya. Ndugu zangu, haleluya. Sema amen, amen. Nikirudi kwenye Zaburi kule, wakati huo mlango, wewe na mimi tumepita katika huo mlango. Mimi na wewe tumepita kwenye huo mlango ulio na ukombozi wako. Na maadui zetu, kwa kuwa tuna uhakika hawatakuwepo tena, nguvu zao zimeharibiwa. Amen. Haleluya. Sijui nguvu zao unazielewaje, lakini walikuwa wana miungu wanayotumia kwa ajili ya kuwafanya Israeli wawe namba moja, wawe mazezeta, mambumbumbu. Una uwezo wa kufikiri, una uwezo wa kupanga, ukipanga haiendi, ukipanga haikutokei, lolote unalotaka kulifanya halitokei, kwa sababu kuna kitu kimeshikilia eneo hilo lisije likafanya kazi, na wamezuia mikono yako isizalishe. Kwa hiyo basi kuna damu iliyoko kwenye miimo, kuna damu iliyoko kwenye mlango, inaenda kuwapiga maadui zako, inaenda kuangamiza wale waliosimama kinyume na wewe, ili mikono yako ikafanye kazi, ili njia zako za uchumi ukazishike mkononi mwako. Maana kwenye mkono wa Yesu kuna alama, sio alama tu. Alisema nani yule? Tomaso. Alisema nani? Tomaso, mimi nisipoona alama, nikaingiza mkono, nikaingiza kidole, kuna mlango uliokuwa pale kwenye mkono wa Yesu ambao umefunguliwa wa wewe kushika fedha. Na mimi nataka ukashike huo mlango, ukaingize mkono wako pale, ukaingize akili yako pale, ukaingize watoto wako pale, ukaingize biashara, ukaingize ndoa. Huo ni mlango ambao unapiga adui. Alisema Tomaso, nitaingiza kidole, na Yesu akamwambia, njoo Tomaso, ingiza mkono wako katika mlango huu. Ingiza mkono wako katika njia hii niliyoifungua na hakuna wa kuifunga. Ingiza watoto wako, ingiza akili yako kwenye mlango huo. Sema amen, amen. Ingiza fahamu zako hapa, maana hapa ndipo ninapoenda kuwapiga adui, ninapoenda kuwapiga miungu, ninaenda kuharibu hao viumbe wanaoruka kama bundi, wanaotembea kama ndege wa angani, wakipiga kelele nje ya nyumba yako, ili usiwe na afya, ili usizae watoto, ili usiwe na ndoa. Ninaenda kupita juu ya hilo angalao, ninawaharibu hao. Tomaso akaangalia mikono ya Yesu, akaona njia iliyofunguliwa ya yeye kufanikiwa. Sema amen, amen. Na mimi naona njia ya wewe kutoka katika utumwa, umasikini, omba, dharau na kudharaulika, hiyo hali ya kuchekwa na kutokuonekana kitu. Mungu ameweka alama ya damu katika mikono ya Yesu. Kizingiti hiki na kizingiti hiki
Haleluya. Sema amen, amen. Na mstari wa 37 anasema kwa njia hiyo, kwenye hiyo vizingiti, kwenye hiyo mlango wenye damu, wakatoka hali wana fedha na wana dhahabu katika huo mlango wa damu. Zaburi ya 105 mstari wa 37. Wakatoka kwenye huo mlango, wakapita kwenye lile tundu la msumari, wakapita pale mahali ambapo kizingiti kilikuwa kimepakwa damu, kizingiti cha kushoto, kizingiti cha kulia. Akasema hivi, kuanzia leo anayepita hapa atapata malisho, atafanya kazi, atafanikiwa, atazaa watoto, watafanikiwa, atajenga nyumba, atamaliza, atashika shamba, litazaa 1, 30, 60 hata 100. Ataenda mashariki, kusini, magharibi, hakuna atakayemzuia, maana kuna lango lililofunguka la ardhi, miguu yake iliyotobolewa ilionyesha mlango umefunguliwa juu ya nchi. Hapata tokea tena miiba na michongoma itakayoambatana na maisha yako, maana mguu ulio na msumari ulifungua mlango wa nyayo zako. Popote utakapotoka, ukitoka asubuhi umebarikiwa, utarudi magharibi umebarikiwa, utatoka utashika kapu lako la kukandia na unga wako hautapungua, akiba yako haitaisha, utafungua akaunti yako naye Mungu anasema haitaisha, nayo nchi itazaa kwa wakati wake na kwa majira yake, wala hautapoteza. Ninauona mlango Mungu aliofungua na kuna wa kufunga. Haleluya. Wakatoka hali wana fedha. Natamka Mungu katika jina la Yesu, ile mikono yako uliyokuwa unasema haiwezi shika pesa, sahihi itoke, ishike katika hiyo agano, ishike agano hilo lenye fedha, agano hilo lenye mali, agano hilo lenye nguvu kwa jina la Yesu. Anasema katika kabila zao 12 hakuna aliyekuwa anasema hana nguvu. Mimi ni dhaifu, sina mtu wa kunisaidia, sina mtu wa kunitendea kazi hii. Hakuna aliyesema mimi mgonjwa, mimi mgongo wangu hauwezi kubeba utajiri, mimi sina uwezo wa kubeba mali. Hata waliokuwa wazee na migongo yao imepindana, walipopita kwenye ule mlango, migongo iliyopindana ilinyanyuka, miguu iliyokuwa haiwezi kutembea ilinyanyuka na ikaanza kutembea, ikiwa na nguvu ya kuteka na kumiliki na kutawala, kwa sababu palitoka damu. Kwenye milango ile 12, mlango mmoja ulitokea, unaitwa mlango wa Yuda. Haleluya. Kwenye ule mlango wa simba, haleluya, sema amen, amen. Kwenye huo mlango wa huyo simba, huyo Lion of Judah, huyo simba wa kabila la Yuda. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 5, akaambiwa Yohana usilie, yuko simba wa kabila la Yuda aliyekufa akafufuka, yuko simba wa kabila la Yuda aliyeshinda mauti, akawanunua watu wa kila kabila, wa kila taifa na kila lugha na kila jamaa kwa damu yake, akawafanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Huyo simba wa kabila la Yuda amefungua mlango wako. Sasa hautabaki tena maskini, hautakuwa tena omba, na wale wote wanaoinuka kinyume na wewe utawatafuta, hautawaona kuanzia Januari mpaka Disemba. Maana kila tarehe yako ya mwanzo wa mwaka mpaka ya mwisho wa mwaka imenunuliwa kwenye malango 12. Imenunuliwa kwa gharama, imeshalipiwa gharama. Praise God, hallelujah. Sema amen, amen. Na mimi nataka niseme hivi, hata aliyemzaliwa wako hata angalikuwa wa aina gani, ni mdogo, ataingia darasani, atafanya vizuri. Hata aliye mkubwa, hata kama anaonekana huko alipo hajapata shughuli ya kufanya, mlango wake umeshafunguka kuanzia saa hii. Maana mlango ule uliofunguliwa katika nyumba yako hakuna atakayeufunga. Piga kelele, sema amen.
Anasema Misri ilifurahi walipoondoka, maana kwa ajili yao hofu iliwaangukia. Yani wanazika watoto wao, miungu yao inapigwa, wamenyang'anywa nguvu ya utawala, hofu imewashika. Walipoona Israeli wanaenda kwenye mafanikio yao, walirudi wakisema afadhali wameondoka, la sivyo tungelikuwa tunamalizika. Akatandaza wingu liwe kifuniko juu yao, na moto utoke utoe nuru usiku. Alipotaka kware waliletwa, walishiba chakula cha mbinguni. Haleluya, sema amen, amen. Akafunua mwamba, kukabubujika maji, yakapita pakavu kama mto, maana alikumbuka neno lake takatifu na Abrahamu mtumishi wake. Akawatoa watu wake kwa shangwe na wateule wake kwa nyimbo za furaha. Sema amen. Akawapa nchi za mataifa, wakairithi kazi ya watu. Haleluya. Ili wazishike amri zake na kuzitii sheria zake. Haleluya, haleluya. Akawapa nchi na akawarithisha kazi za watu, na akawapa nchi na akawarithisha kazi za watu. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, kila kazi njema unayotamani kwenye mikono yako ikaambatane na wewe sahihi. Hata kama ni muovu anaimiliki, watanyang'anywa kwa jina la Yesu kazi zote zilizo njema, na kila eneo la nchi miguu yako itakapokanyaga, na wewe ukapate kuimiliki nchi hiyo kwa jina la Yesu. Amen, amen. Hautanyang'anywa kazi na mtu yoyote. Biashara yako haitachukuliwa na chuma ulete. Wakijaribu vibuyu vyao vitawaangamiza, na nyumba zao na watoto wao na wajukuu wao hawatainuka kinyume na kazi ya mikono yako, maana ni urithi wa Bwana. Mlango niliofungua hakuna wa kufunga, na akifunga mlango wa adui hakuna wa kufungua mlango. Adui hatapata njia ya kukaribia tena. Akawatoa watu wake kwa shangwe na wateule wake kwa nyimbo za furaha. Hii ndiyo itakuwa dalili ya malango ya mtu yaliyobarikiwa, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Mwanzo wa mwaka utaishi kwa kuishi kwa furaha, utaishi ukiimba, utaishi kwa shangwe. Maana ya shangwe ni mchezo baada ya kula. Haleluya, sema amen, amen. Wasukuma wakishavuna, wana chakula nyumbani, ni ngoma asubuhi mpaka jioni. Na watoto wako na watoto wa watoto wako watatoka nje kwa kelele wakiimba, maana chakula na msimu huu wamevuna. Na mimi nasema ndivyo itakavyokuwa. Ni miaka ya shangwe, ni nyakati za furaha. Watoto wako na watoto wa watoto wako watafurahi, watafurahi, maana Bwana amewapa nchi ya mataifa mkairithi kazi ya watu. Haleluya, sema amen. Mwambie mwenzako, nimeuona mlango uliofunguka katika mikono ya Yesu. Sema tena, katika kizingiti hiki na kizingiti hiki, mashariki na magharibi, kusini na mashariki na kaskazini. Haleluya. Sema tena pamoja na ameufunua mwamba, na maji yakabubujika, yakapita katika nchi kavu kama mto. Ndani ya wakati wengine wakiona pabaya, mimi nitakuwa nakula raha. Wengine wakisota, mimi nitakuwa naishi vizuri, kwa kuwa amefungua mwamba.
katoboa maji ndani ya mwamba, maji yakatoka kama mto katika nchi kavu. Ni kwa kuwa kuna damu kuanzia utosi wa kichwa mpaka nyayo za miguu, kuanzia kwenye mkono wa kushoto hata mkono wa kuume, mahali pa maingilio ya baraka zako. Tobo la mlango wa msumari linanishuhudia maadui zangu wanaenda kupigwa na vilio ambavyo havitaisha katika nyakati zao. Hawatainuka tena mbele yetu, hawatasimama kinyume na watoto wako, hawatatembea kinyume na afya yako tena. Kila vidudu walivyovitengeneza kuzimuni, vya magonjwa, vya diabetes, vya presha, vya aina yoyote, vidudu vya aina yoyote vya mauti, vinaenda haribiwa. Pigo liliwaangukia wa Misri. Pigo lilisema likawapiga wazaliwa wa kwanza, malimbuko ya nguvu zao. Sema amen. Mungu ni Mungu wa tofauti. Anaenda kutandaza hapa juu ya kichwa chako. Jua la wakati wa hari halitakupiga kama wengine watakavyopigika. Wengine wakipitia jua kali, wewe utakuwa umewekewa kivuli juu yako. Moto wa joto la Mungu. Wakati wa usiku, wakati wa baridi, Mungu analeta nguzo ya moto karibu na wewe. Mungu analeta malaika wa moto karibu na wewe. Mungu analeta malaika wa mbingu juu yako, atakayefungulia njia zilizokuwa zimefungwa na hakuna atakayeweza kuzifunga. Pigia Yesu makofi mazuri kabisa. Ninatangaza kuanzia sasa, kwenye hasira ya Mungu iliyowaka juu ya adui zako, hawatasalia hata mmoja tena. Kwa hasira ya Mungu iliyowaka kinyume na adui zako, hawataachiliwa uzao wao wakakutukana tena. Hawataachiliwa uchawi wao ukafanya kazi tena. Nguvu zao, malimbuko ya nguvu zao, wanaenda kuyaangamiza. Mungu anaenda kuyaangamiza, na kisha mikono yako inaenda kutoka na fedha na dhahabu. Haleluya. Ni majira yamefika mwisho, tuinamishe vichwa, lisale moja tumemaliza. Mungu wa Israeli, asante kwa malango 12 ya watoto wako waliofunguliwa. Katika mlango ule wanaopitia wa kabila la Yuda, pale mahali ambapo Masihi alipo, kabila la Yuda, simba wa Yuda. Mungu, kwenye hilo eneo kuna mkono unaenda kuwapiga adui, kuna mkono unaenda kuwaponya wagonjwa, kuna mkono unaenda kufufua wafu, kuna mkono unaenda kufungua kazi, kuna mkono unaenda kuachilia uchumi, kuna mkono wa fedha na dhahabu, kuna mkono wa baraka, ile baraka isiyoisha, Januari mpaka Disemba, mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka, milango 12 kwa jina la Yesu. Kila watakapoamka wakiona jua, watasema Bwana yu pamoja nasi, maana yeye yu pamoja nasi sasa na hata milele. Na hakika wema na fadhili zake zinanifuata siku zangu zote. Amen. Pigia Yesu makofi. Tumemaliza. Mungu wabariki. Tukutane Jumapili asubuhi mapema, twende tumtolee Mungu matoleo yetu na sadaka.